Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Nakuletea mada inayosema mpenzi asiyetaka ujue kuwa hakupendi. Kuna mambo mengi sana yanayotokea katika mahusiano ya kimapenzi ambayo yanaashiria kutokupendana, na hata kwenye mahusiano ambayo yanaonekana yameshamiri sana, watu wanapendana sana, wanathamaniana sana, upo uwezekano wa mwenzio hakupendi, lakini hataki ujue kwamba hakupendi. Kutokana na kwamba jambo hili liko ndani ya moyo wake, limejificha, atajitahidi sana kufanya mambo ambayo yatakufumba macho, yatakufumba akili, usiweze kugundua kwamba hakupendi, lakini iko siku moja atakushangaza. Iko siku moja atakushangaza. Kuna mada inayokuja ambayo imenijia muda sio mrefu sana kabla sijaingia hapa studio. Nasema mpenzi ambaye anajiposti yeye na marafiki zake, lakini wewe hakuposti, anaashiria nini huyo? Mpenzi anapenda kujiposti yeye mwenyewe na marafiki zake, lakini wewe hakuposti hata mara moja. Hiyo ni mada ambayo inakuja nayo na vitu vyake na yeye. Sasa tuache hiyo kwanza, lakini ninachotaka kuzungumza kwamba kuna mahusiano ambayo kwa nje yanaonekana kwamba ni mazuri sana, lakini ndani yana kitu ambacho kinaumiza sana. Na huyu mtu kwa sababu moja au nyingine hataki kukuonyesha kwamba unamuumiza au hakupendi au hakuhitaji. Na katika mazingira kama hayo utaendelea kujifariji kwamba niko salama, kumbe hauko salama. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wamelita hilo pale mtu ambao anakushitikiza jinsi alivyo sasa, anatoa uhalisia wake, wanaita blind sided. Unakuwa blind sided, yani ni ghafla anajidhihirisha uhalisia wake kwamba amekuvumilia, lakini sasa imefikia mahali maziwa yanamwagika, yamechemka, lakini alafu yanamwagika. Lakini kabla ya hapo ulikuwa unaona shwari tu, lakini anapofikia kwenye eneo la kuchemka maziwa lazima yamwagike. Sasa wewe huwezi kujua yatachemkia saa ngapi. Unapaswa kusimama uwe macho kuangalia haya maziwa yatasija kumwagika. Lazima uwe macho. Sasa watu wengi hawako macho na wanajifariji. Wanajiona kwamba mambo yako shwari, kumbe yako shwari. Hebu usikiliza story hii ya kweli kabisa. Dokta, anahitaji msaada wako. Mimi ni mwanaume wa miaka 34 na mke wangu ana miaka 26. Tuko kwenye ndoa miaka 7. Uhusiano wetu kwa kweli ni mzuri, lakini kwa mwaka huu uliopita mambo kidogo yalikuwa magumu. Mke wangu ameachishwa kazi, amepunguzwa kazini, na vile mimba 2 zimetoka, na watu wawili katika familia zetu wamekufa kipindi hichi cha mwaka uliopita. Siku chache zilizopita tulikuwa tunabishana na mke wangu kuhusiana na jambo fulani la kijinga tu. Mara kwa mara najitahidi sana kuwa mvumilivu na kujizuia, lakini siku hiyo sijui ni kwa nini nikasema kitu kibaya sana na kumlaumu juu ya mambo ambayo alikuwa anafanya ya kijinga huko nyuma. Halafu nikamalizia, natamani ni afadhali ungekuwa umekufa. Dokta, naona hata aibu, najisikia vibaya sana kwamba nimesema neno hilo kwake mke wangu. Nimejaribisha kuomba msamaha, lakini sasa hivi hataki kuongea na mimi. Yaani anajiweka mbali na mimi. Dokta, nitarekebishaje hali hii? Unaweza kuona huyu mwanaume mwenyewe anasema uhusiano wetu ulikuwa mzuri. Anasema ni mzuri. Sasa hili limetokeaje la kumwambia mke wake natamani ungekuwa umekufa, na kama wale ndugu zetu wawili waliokufa. Na kuna mwingine naye katika kuangalia kuna mwingine naye akasema kwamba anamwambia anaongea na mshauri wa mambo ya ndoa. Akasema, dokta, najisikia vibaya sana, lakini natamani mume wangu angefariki. Asema natamani angekuwa amekufa. Sasa story hii hizi huwezi kuzisikia kwenye matangazo ya kifo. Hizi story huwezi kusikia, lakini ni kwamba kuna mambo ambayo yanakuwa ndani ya mtu, yanakuwa kimya, wazungu wanaita annoyance. Unamwanoi mtu
kuna vikero vidogo vidogo unavifanya, unafikia mwenzio anavipotezea, kumbe anaona hivi huyu ananionaje huyu. Kuna vitu vidogo vidogo unafanya, unarudia, anakusamehe, mnaongea, yanaisha, mnafikiri mnarudia yale yale, wewe unaona kwamba mambo yako shwari. Utakapokuwa umeongea jambo moja kama hilo, utafanyaje kulifuta? Asilikumbuke tena. Unasema ilikuwa hasira tu, ilikuwa shetani. Sasa utalifutaje? Limeshaingia moyoni, utalitoaje huko? Hebu fikiria kama ingekuwa wewe ni mwanaume, mume wako akwambia kwanza una dudu dogo, alipendezi, yani nafanya tu mapenzi na wewe kujigizisha tu, yani nafuni nikalikata kabisa nikalitoa, usiwe kabisa hata na kadudu hata kadogo. Hapo kama mke wako angekwambia kadudu kadogo kwanza kamesinyaa, akapendezi, hata nikuangalia na sisikia kinyaa, angekwambia hivyo, wewe ungejisikiaje? Ungejisikiaje? Hata utalifutaje neno kama hilo kwenye akili ya mtu? Sasa basi, bibi, wataalamu wa saikolojia kuna vitu wanaviita pattern. Yaani vitu ambavyo mtu unavifanya mara kwa mara, unavirudia rudia, vina nguvu sana kwenye akili ya mtu, kumsababisha akuchukie lakini hakuambii. Pattern. Yaani kama vile pale majani yameota mengi sana. Wakati unavyopita pale, watu wanavyopita, yale majani yote yanaondoka, yanabakia na kuwa njia. Unaweza kuona na kuwa njia. Sasa hiyo njia sasa ndio hiyo inasababisha mtu Biblia inasema kwamba kuna njia inaonekana moyoni mwake mtu ni nzuri, lakini kumbe inapeleka mautini. Yale mambo ambayo unashindwa kumwambia mwenzio, kero zake. Sasa basi, napozungumzia swala la pattern, ni kwamba mpenzi anayekupenda kweli kweli, anayekuthamini kweli kweli, atakuwa na kitu kinaitwa consistency. Yaani mara kwa mara anakuonyesha mambo ambayo ni positive. Kama anakosea ni hali ya kawaida ya mwanadamu, sawa? Mwanadamu tunakosea, ndio njia ya kujifunza na kukua, kama vile mtoto mdogo, sawa? Mtoto mdogo anaanguka, anainuka, anajinyea, lakini yani kwenye process ya kukua, huwezi kuanza kumtukana mtoto, kwa nini unajinyea? Hiyo ni process za kukua. Kwa nini huwezi kutembea? Huwezi kumtukana mtoto, mlazimisha mtoto atembee. Anaanza kwa kutambaa, alafu anatembea na kuanguka mpaka anaweza. Hiyo ni hali ya kawaida. Lakini sasa kuna kitu ambacho kinaitwa consistency. Yaani lazima mtu anayekupenda kweli kweli aonyeshe mambo mazuri mengi. Yaani katika 5, kama nakosea ni mara moja. Katika siku 5. Katika siku 5 za wiki. Kama nakosea katika ile hali ya binadamu, ni mara moja kwa wiki. Na hiyo ndio tafiti ya kisayansi iliyofanyika na mtu anaitwa maarufu sana, mwenye maabara ya mapenzi mjini Washington, anaitwa John Gottman. Anasema kuna ratio ya 5:1. Sasa wengi hilo hawalioni, kwamba kuna umuhimu wa kuangalia hivi uhusiano unaenda wapi, ambao kila siku kuna kitu ambacho utaona kwamba ukipendi kimetokezea kutoka kwa mpenzi wako, na hujui jinsi ya kurekebisha hali kama hiyo. Hamna ujui utarekebisha hali kama hiyo. Watu wengi wanaishi maisha ya kuvumiliana, kitu ambacho sio sahihi. Biblia inasema kwamba penzi lenu lisiwe na unafiki. Twende kwenye kitabu cha Warumi. Biblia inasema penzi lenu lisiwe na unafiki. Jitahidi kuonyesha mapenzi halisi, sio kwa kujipendekeza. Sawa? Penzi lenu lisiwe na unafiki. Nimeandika wapi? Ngoja nitafute. Warumi 12 kuanzia mstari ule wa 9. Inasema hivi: pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu kwa bidii, si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa tumaini, na mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu kwa mahitaji ya watakatifu, mkifuata ukarimu, na katika kukaribishana wageni mkijitahidi. Neno kujitahidi limelizungumziwa hapa mara 2 katika mistari hiyo 3. Kwa hiyo kuna swala la jitahidi, kinaitwa intentionality, wanaita wazungu. Intentionality, yani unafanya kwa makusudi, ukijua kwamba nalo lifanya ni jema na ndilo ambalo linapaswa kufanywa.
na unafanya kwa furaha, kwa sababu Biblia inasema kwamba God loves a cheerful giver. Mungu humpenda mtu anayetoa kwa moyo mkunjufu, sio kwa kujilazimisha. Sasa basi, unapokuwa na mpenzi ambaye hakupendi lakini hataki ujue, utaona hiyo hali ya kujilazimisha ipo. Utaona hiyo hali ya kujilazimisha ipo. Anafanya hana furaha, anafanya hana amani. Unaona kabisa anafanya, lakini haonyeshi furaha. Biblia inasema kwamba God loves a cheerful giver. Mungu anampenda mtu anayetoa kwa moyo mkunjufu. Sasa Biblia inasema kwamba cheerful. Sasa watu wengi hawaliangalii. Unaona tu mradi analeta hela, mradi anafanya hivi, mradi nikimwambia panua miguu anapanua, anaona ni sawa. Lakini ile quality sasa, ubora wa uhusiano watu hawaangalii. Muda gani mnapata wa kukaa na kuongea kila siku? Maneno mnayoongea. Kuna maneno mengine unaongea, unamjibu mwenzio kimkato tu. Mwenzio anaongea kitu cha maana, lakini unamjibu kimkato tu. Wewe unaona ni sawa, kama mwenzio anaona ni sawa. Sasa napenda kwambia hivi. Mtaalamu mmoja ambaye amefanya utafiti kutoka Japani, anaitwa Masaru something. Anasema kwamba maneno yana uwezo kuathiri sura ya maumbile ya maji. Yaani ukichukua karatasi ukaandika na kuchukia, alafu ukachukua chupa ya maji ukaweka maji, alafu ukaiweka ile karatasi na kuchukia, nyingine ukaweka sikupendi, alafu nyingine ukaandika na kupenda, wewe ni mzuri, maji. Asema hivi, baada ya muda fulani ukiyapima yale maji kwenye mashine, utaona kabisa zile chupa zenye maji ulizoandika kwamba nakuchukia, sikupendi, wewe sio mzuri, unakibamia. Sawa, zile chupa ambazo umeandika, yani structure za picha ambazo zinatokea mle ndani zimekaa ovyo mno, za kutisha. Lakini ile chupa ambayo umeweka nakupenda, mzuri, wewe ni mtamu, umeandika chupa kaandika hivi, baada ya muda ukipima unakuta zina picha ambazo zimetokea mle ndani, unaita molecules, yani kama vile yani vitu vizuri vinakuwa vimetokea. Hii anaitwa Masaru Otto, something like that. Maneno peke yake, na sio peke yake, hata muziki. Ukipiga muziki wa makelele makubwa kwenye mmea, kuna mimea ambayo inakufa kwa sababu ya muziki mibaya, muziki tu, sauti ile. Sasa unaweza kuna maneno yako unavyomjibu mwenzio kunya, wewe unaona waweza kwamba ni sawa, lakini yanamwathiri ndani vibaya sana, mpaka nafikia hatua ya kutamani mtu afe, alafu ufe. Kwa sababu sisi wa Katoliki bwana, kuachana ni dhambi, nafuu ufe nikaolewe. Unakumbuka Ayubu alipopata matatizo, mke wake akaona kero, kana mwanaume na majipu. Mwaka wa kwanza mwanaume na majipu, mwaka wa pili na majipu. Akamwambia mume wake, si mkufuru Mungu ufe niolewe na mwingine. Maana kuachana hakupo. Mkufuru Mungu ufe. Mke wa Ayubu akamwambia hivyo. Ayubu akamwambia, wewe mwanamke mpumbavu wewe. Tupate mazuri tu kutoka kwa Mungu na mabaya yapo vile vile. Ile dunia. Basi bwana, tuendelee na mada. Hallelujah. Sasa bwana, katika mahusiano ya kimapenzi, lazima tukubali kwamba makosa yapo. Lakini pale ambapo unapomweleza mwenzio kwamba amekosea, alafu hataki kubali makosa, alafu anajitetea au anakuwa mkali, ni dalili ya wazi kabisa kwamba huyu mtu hakupendi, haheshimu hisia zako, haheshimu maoni yako unayoyasema. Pale ambapo mambo ambayo huyapendi yanafanyika au yanasemwa, alafu wewe unayazika moyoni, humwambii mwenzio, ndio hapo mwenzio anaanza kuwaza afadhali angekuwa amekufa. Sasa wengine, kama kuna mali nyingi, anakutafutia majambazi wanakuua, au anakutafutia wachawi wakuue, au anakutoa kafara kabisa, Freemason. Anakutoa kafara kabisa, anasema nafondoke bwana, amenitesa imetosha. Amenitesa imetosha, Freemason mchukueni. Haya, huyu mwanamke mwingine akasemaje kwa Kiingereza? Anasema hivi, I feel so awful saying this, but I often
wish my husband would die. I feel like a horrible person saying this, but I think about it a lot. Anasema hivi dokta, yani kulisema hili najua ni baya, lakini natamani mume wangu angekufa. Yani najisikia vibaya kukuambia hili, lakini naliwaza sana. Kwa sababu anajiona kama vile yuko ndani ya mtego. Nitachomokaje hapa? Anajiona kama yuko ndani ya mtego. Nitachomokaje hapa? Naona bwana, watanisemaje? Si walokole tunaachanaje bwana? Watasemaje? Si watu maarufu namna hii tunaachana, itakuwaje? Nimekutana mtandao, kuna kesi ya mtu mmoja maarufu na ndoa yake iko matatani. Natisha kweli jamani, mambo ya mtandao haya bwana. Mtu mmoja maarufu sana ndoa yake iko kingoni. Anyway, haya ni mambo ambayo yapo, lakini kwa sababu watu hawajui mbinu za kuweza kuyashughulikia, inaleta shida sana. Pale panapokuwa hakuna bidii ya kumuonyesha mwenzio jinsi gani unampenda, hakuna bidii ya kutafuta muda kukaa pamoja, hata kumtamkia mwenzio na kupenda, unaona ni kazi ngumu sana. Unasubiri yeye ndio aanze akwambie nakupenda, alafu ndio unasema na mimi tu, and me too. Lakini wewe hata mara moja kuanza inakuwa shida. Haya mambo yapo yanaendelea ndani ya ndoa. Sasa inafikia hatua mambo yamekuwa mengi. Sasa imekuwa kama ni mzigo mzito. Unaweza kuona kwa sababu unakutana mambo magumu, unakutana vikelo, unavifanya kama vile unavipotezea, kumbe vinajaa tu moyoni. Vinajaa vitu moyoni. Sawa, na vinajaa moto. Wewe ufikiria kila siku mtu atupe pipi. Kila mtu anatupa pipi tu, pipi ile ya shilingi 50 sijui shilingi 100 pipi. Kila siku anatupa pipi kadogo. Baada ya miaka 3, si ni mzigo mzito sana. Utakubeba inakuwa shida. Pipi tu ile ya 100 500. Kila siku unaitupa hapa. Sasa unaitupa hapa. Baada ya miaka 5 inakuwa ni mzigo mzito sana. Sasa watu hilo halioni, wanaona kwamba haya ndio hivi ndio ndoa zilivyo. Na kwenye send off, sijui kwenye harusi, kwenye maukumbi, watu wanaambiana bwana, ndoa ni kuvumiliana. Ndoa ni kuvumiliana. Huo ni ujinga. Lazima uwepo mkakati ambao unakupa tumaini kwamba mwenzangu yuko kwenye mchakato, kwenye process. Kama vile tunda linapokuwa halijaiva, ulazimishi liive. Taratibu linaenda, lakini unajua kwamba kuna maendeleo, kuna siku litaiva. Sawa? Kwa hiyo ulichumi tunda lile ikiwa bado bichi. Unajua kwamba kuna siku atabadilika, kwa sababu unaona effort zipo, inaongezeka ukubwa, na kwa hiyo tunda kuna siku litaiva. Kwa hiyo unakuwa mvumilivu. Sasa usipoona matumaini kama hayo, kwamba kuna at least kuna effort fulani inafanyika, inaleta shida sana. Na hata Mungu anatuambia hivi. Mungu anasema hivi, kila kitu jamani kina mchakato. Unapoona kwamba mimba imetungwa, usitegemee kwamba itazaliwa kesho. Kuna uvumilivu wa aina fulani ambao unapaswa waje, lakini ni uvumilivu ambao unatarajia mambo mazuri. Twende kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 66 uweze kuona Mungu anavyozungumza juu ya kutarajia mambo hayo mazuri. Isaya 66. Isaya 66. Uweze kuona haya mambo sio ya kuangalia tu hivi hivi, lazima yashughulikiwe kikamilifu ili mwenzio asikuchoke akatamani ufe. Isaya sura ile ya 66. Naomba unisikilize nikikusomea maneno ya Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Sawa? Sikiliza sasa. Okay. Isaya 66 kuanzia mstari ule okay, anasema hivi. Kuanzia mstari wa ngapi? Niangazia mstari wa ngapi hapa? Isaya 66 nilikuwa sijaandika mstari huu lakini umekuja kichwani. Hii hapa. Nasema hivi. Je, mimi nilete wana karibu na kuzaliwa nisizalishe? Asema Bwana nizalishaye. Je, nilifunge tumbo? Asema Mungu wako. Ni nani aliyesikia neno kama hili, na nchi aliyeiona mambo kama haya? Je, nchi yaweza kuzaliwa siku moja? Taifa laweza kuzaliwa mara? Maana Sayuni mara alipoona utungu alizaa watoto. Hiyo ni Isaya sura ya 66 kuanzia mstari ule wa 8. Na mstari wa 7 anasema hivi.
kabla hajaona utungu alizaa, kabla maumivu yake hajampata alizaa mtoto mwanaume. Asema nani alisai kuona kama hicho? Kanasema kuna kautungu fulani kanatokea. Kwa hiyo ni swala la kutarajia kwamba atazaliwa mtoto. Kwa hiyo kutokana na ile bidii unayoona, sawa kwamba mwenzangu Etilisa anajitahidi. Zamani alikuwa anarudi nyumbani saa 2 za usiku, siku hizi anarudi saa 12. At least ameonyesha nia kutaka kubadilika. Zamani alikuwa aniambia ananipenda, siku hizi mara moja nasikia ananiambiaga ananipenda mara moja. Sawa, zamani alikuwa aniambiagi. Zamani alikuwa anisifia ninapokuwa napika chakula, napokuwa nimemnyonya vizuri, siku hizi ananisifia, mbona siku hizi unajua kunyonya? Vitu kama hivyo. Sasa watu wanavipuzia vitu vidogo kama hivyo, lakini vinasababisha mtu ajione hivi, mimi nina thamani gani kwa huyu mtu? Na thamani kwa hivi, kweli na faida gani kwa huyu mtu? Mbona sisikii kwamba ninayofanya kwamba na mimi na mchango kidogo kwa huyu mtu, na mchango mzuri kwake? Mbona sisikii? Ndio hapo inafikia mtu anaanza kuchepuka. Maana kule nje anasifiwa. Michepuko inajua kusifia kweli. Wewe umesafiri, meseji ya kwanza nayotumiwa ni mchepuko ya salamu. Jambo mchepuko wangu. Wewe umesafiri, mume wako amesafiri, lakini una salamu ya kwanza unampa mchepuko. Mwambie unaochepuka, watakwambia ni kweli ninalozungumza. Kwa sababu tayari mwenzio ameshaonyesha hakupendi, lakini ameshindwa kukutamkia. Tunaishi tu kwa mazoea, hiyo haipendezi. Kuna jambo la msingi, tuweke mikakati ya jinsi gani ya kuhakikisha kwamba kila moyo wa mtu unashiba mapenzi yanayosimua. Wakati unavyoendelea kusikiliza channel hii, utajifunza vitu vingi sana. Na kama unaangalia kwa mara ya kwanza, tafadhali jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Nikutakie maisha mema na mapenzi matamu. Bye bye.